Watu wa kanda ya Ziwa, mti huu wanauita mtunduru. Waganga magwiji wa kanda ya Ziwa, Shinyanga, Tabora, kule Urambo, Nzega, mti huu ni mujarab sana. Lakini watu wa Tanga, mti huu unafahamika kwa jina la msisimisi. Wale waganga magwiji wa Tanga, mti huu wanaufahamu kwa jina la msisimisi. Sawa Je, mti huu una maajabu mengi sana na una miujiza mingi sana. Lakini je, mti huu kazi yake ni ipi? Unatatua matatizo gani? Kama ni mara kwa kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kwa yule mwanamke ambaye kila anapokuwa anashika ujauzito, na akishika ujauzito, ule ujauzito wake unampelekea mpaka anaenda kujifungua kwa operation, lakini yeye hataki tena kujifungua kwa operation. Sawa Na kwa yule mwanamke ambaye pia ana changamoto ya matatizo ya uzazi, akishika ujauzito wake aidha umetunga nje ya ufuko wa kizazi. Sawa Na kwa yule mwanamke pia ambaye anakuwa tena na changamoto, anashika ujauzito lakini ule ujauzito wake unakuwa unapitisha miezi ya kujifungua. Unachotakiwa kukifanya sasa, unakuja katika mti huu wa mtunduru, unavua viatu, unachukua udhu, unamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ewe Mwenyezi Mungu Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, ya Rabbi, kwa idhini yako na kwamba Mwenyezi Mungu nichukue. Nadhani unakiona hiki kitunda hapa, unachokiona hiki ambapo vimejifunga hivi vitunda. Utasubiria hiki kitunda kianguke chenyewe, hiki kifurushi hiki kitunda. Baada ya hapo utakichukua kwa manuizo maalum kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utakaporudi nyumbani kwako utasaga upate usembe, aidha pia unaweza ukachoma ukapata ule unga wake, ukapata ule usembe mweusi. Utapokuwa umechoma umemaliza sasa, au umetwanga umepata usembe wake wa hiki kifurushi kidude chake hiki, ni kama maua fulani hivi. Sawa Kisha utachukua kiwembe, utachota na kiwembe vifurushi vitatu, utaweka katika glasi yako yenye ujazo wa maji ya robo. Chemsha katika sufuria yako, kunywa. Kama una hizo changamoto ambazo nimezizungumza hapa, kunywa kutwa mara 2, na maanisha saa 12 asubuhi, wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Hakika fanya huu mwendelezo kwa muda wa siku 14. Kama ulikuwa unajifungua kwa operation, yale matatizo yatatoweka, utajifungua kwa usalama kabisa. Na kama njia zako zilikuwa zimefunga, zile sentimita zinakuwa haziongezeki, basi hii dawa inaongeza njia kwa mwanamama mjamzito akaende kujifungua kwa usalama, na njia zinaongezeka kwa haraka zaidi. Na kwa yule mtu pia ambaye mimba yake imetunga nje ya mfuko, ameenda hospitalini, amepima, ameambiwa mimba ipo nje ya mfuko wa uzazi, chemsha hivyo, tumia kiwembe, kunywa wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, siku 14. Nenda kapime. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimba yako itakaa sawa katika mfuko wa uzazi, kama mimba ilitunga nje ya mfuko wa uzazi. Na pia kwa yule mwanamke pia ambaye kama nilivyosema kwamba amepitisha siku za kujifungua, aidha sasa amefungwa kichawi, amefungwa kimizimu, amefungwa kiushetwani asijifungue salama, au amefungwa kiuadui, au amefungwa tu, au siku zimepitiliza. Sawa Kwa chemsha hivyo, kutumia kiwembe, unachota huo usembe wake, kunywa. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haitopita siku 7 utaenda kujifungua salama, na zile siku zilizopitiliza basi zitakuwepo, hazitoendelea tena. Kwa yule mtu ambaye ameng'atwa na nyoka, unatakiwa uje katika mti huu wa msisimisi. Baada ya kufika katika mti huu, fumba macho, kisha chukua haya majani ukiwa umefumba macho, majani haya ya mti wa msisimisi, kisha yatafune ukiwa umefumba macho. Baada ya kumaliza kuyatafuna vizuri, fumbua yale macho, elekea kwa yule mtu muhusika aliyeng'atwa na nyoka.
Kwa kama sio ndugu, ni mtu baki, nenda paka katika kile kidonda, nenda kakandike pale nyoka alipong'ata. Na kama ni ndugu, basi unaenda unaweka tena pale katika nyoka alipomng'ata, kisha fanya kama unafyonza hivi ile damu. Ukifyonza usimeze, ghafla utajisikia kama hali ya kizunguzungu, na maana ni ndugu yako. Baada ya hapo utajisikia tu unatapika. Ukitapika tu ina maana ile sumu yote ya nyoka itakuwa imesha toka. Haya ni maajabu na siri nzito ya mti wa mtunduru au msisi misi. Na kwa yule mwanamke ambaye hedhi yake inakuwa inapotea, inabadilika kila mara, haieleweki yani, unachotakiwa kukifanya, njoo katika mti huu wa mtunduru, chukua mizizi 6. Kata mizizi 6. Mizizi 2, 3 utaikata vizuri, utachemsha, utatumia kunywa kama hedhi yako inakuwepo haieleweki. Na mizizi 3 utakuwa unaichemsha, unavua nguo zako zote kule kwa bibi kule, unachuchumaa hivi, unatoa ile sufuria ambayo ulichemshia yenye maji na hiyo mizizi 3, ule mvuke huo unapiga pale kwa bibi, yani unajifukiza kule kwa bibi. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hutoweza kuchukua siku 3, yale maumivu yataisha na matatizo ya hedhi yataisha. Kama una damu ambaye inatoka muda mwingi sio katika, itaisha. Na kama unahitaji kunuia kwamba mimi nahitaji napokuwa naingia katika hedhi katika siku zangu iwe ni siku 3 tu hedhi kate, au siku 2 tu hedhi kate, basi mti huu utakufanyia hivyo hivyo. Hii ni miujiza ya mti wa mtunduru au msisi misi. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Na pia kama unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama mbalimbali, za kukupa mvuto wa kupendwa kila kona ya dunia utakayopita. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255784120592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, insha Allah.